Ndiyo, ni mechi kati ya Simba Sport Club na Singida Black Star ambao mchezo huo umemalizika kwa Simba Sport Club kuvuna alama 3 mbele ya Singida Black Star. Mchezo huo umemalizika kwa Simba kushinda kwa goli 2-1. Sasa kuna matukio tata ambayo yamejitokeza kwenye mchezo huo kati ya Simba Sport Club na Singida Black Star. Matukio hayo ni pamoja na Singida Black Star kukataliwa penalty 2 ambazo walistahili kupewa kwenye mchezo huo. Sasa hapa tupo kwa ajili ya kuchambua, je, walistahili kupewa penalty ama hawakustahili? Yote na mengine mengi utayapata hapa Tubone Media, kwa sababu ndio utaratibu wetu kukupatia information zote zinazo trending kwenye ulimwengu wa soka. Hivyo basi nikukumbushe tu, wewe kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia na ni mgeni, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Na wewe ambaye unatuangalia ni kuhakikisha kwamba unakaa nasi mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Sasa jana tumeshuhudia mchezo wa NBC Premier League kati ya Singida Black Star na Simba Sport Club, ambapo Singida ndio walikuwa wenyeji wa mchezo huo, na mchezo huo umemalizika kwa wageni Simba Sport Club kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Sasa kuna baadhi ya matukio yametokea kwenye mchezo huo, na matukio hayo ni baada ya Singida Black Star kukataliwa penalty halali 2, lakini magoli ya Simba ambayo yalifungwa na yaliwekwa wavuni kwenye mchezo huo ni Innocent Aula ambaye aliwatangulia Simba Sport Club, lakini goli la pili lilifungwa na Elim Panzu baada ya kupokea pasikali kutoka kwa Clatous Chota Chama. Sasa goli ambayo amezua utata ni pamoja na chance ambayo waliipata Singida Black Star, ambapo Kagoma ndiye ambaye alichoma chance hiyo, lakini Aucho aliingia ndani ya box. Mpira ulikuwa blocked kati ya Kagoma na golikipa wa Simba Sport Club, na ile pale Aucho alilalamika kwamba ni penalty ambayo walitakiwa wapewe Singida Black Star, maana alilalamika kama yeye amechezewa madhambi kwenye eneo la box. Lakini ukianza kuangalia mchezo ule ulikuwa ni blocked na kati ya golikipa na Kagoma pamoja na mchezaji wa Singida Black Star Aucho. Hivyo basi mpira huo au kuchezwa miguu ya Aucho, lakini Kagoma na golikipa Jibri Kasal ambaye ni golikipa wa Simba Sport Club waliblock mpira. Hivyo basi palikuwa no penalty, clear no penalty kabisa, Singida hawakustahili. Lakini chance nyingine ambayo ilitokea ni kati ya golikipa Jibri Kasal na Gede, na Gede ndiye mchezaji wa Singida Black Star. Ukianza kuangalia Gede aliingia ndani ya box, lakini golikipa Jibri Kasal alitoka kwa lengo la kwenda kucheza mpira, lakini Gede ndiye alikuwa wa kwanza kucheza mpira ule. Na ukianza kuangalia kwa picha za marejeo, ukianza kuangalia ni kwamba Jibri Kasale hakugusa mpira, lakini lengo ni kwamba aende kugusa mpira, lakini hakugusa mpira. Hivyo basi aligusa mwili wa Gede. Joseph Gede aliguswa mwili na Jibri Kasale ambaye ni golikipa wa Simba ndani ya penalty area. Na ukianza kuangalia kwa faida za picha za marejeo ni clear penalty kabisa, Singida Black Star walistahili kupewa, lakini hiyo wamenyimwa Singida Black Star. Lakini ya kwanza ile ilikuwa ni no penalty, lakini hii ilikuwa ni clear penalty ambayo Singida Black Star walistahili kupewa, na pengine ingebadilisha matokeo. La hii tungekuwa tunaongea matokeo ya aina nyingine kabisa, na hii ndio clear penalty ambayo Singida Black Star hawajapewa. Lakini TFF wamekuwa na mwendelezo wa kuwafungia marefali wa michezo ambao wanakuwa wamechezesha na kuinyonga timu fulani. Hivyo basi TFF tunasubiria onyo lao. Lipi onyo lao kutokana na refali ambaye alichezesha mchezo huo? Yote haya tutakuletea pia Tubone Media, ambacho watakisema TFF pia tutakuletea hapa Tubone Media. Hivyo basi nikukumbushe tu, hakisha umesubscribe ili usipitwe tena na matukio yanayokuja. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.